Nepal. Ifahamu nchi ya Nepal, nchi ndogo na ya kuvutia sana iliyopo Asia ya Kusini kati ya nchi mbili kubwa, yaani India na China. Ni nchi yenye historia ndefu, tamaduni tajiri na mandhari ya kuvutia, hasa uwepo wa milima ya Himalaya yenye mlima mrefu zaidi duniani, yaani mlima Everest. Je, umewahi jua ya kuwa Everest ipo katika nchi ya Nepal? Karibu fuatane nami ili uweze kupata historia ya nchi nzuri na ya kuvutia ya Nepal. Nepal ni nchi ndogo isiyo na pwani yenye eneo la takribani kilomita za mraba 147,516. Ina milima ikiwemo sehemu kubwa ya safu ya mlima Himalaya. Mji mkuu wake ni Kathmandu. Lugha ya Nepal wanaoitumia rasmi kwa mawasiliano ni Nepali, ingawaje kuna lugha nyingine zaidi ya 100 zinazozungumzwa kutokana na makabila mbalimbali yanayopatikana katika nchi ya Nepal. Nepal ina mandhari ya kuvutia sana, milima mikubwa ikiwemo Himalaya, ikiwemo pia mlima Everest, mlima mrefu zaidi duniani wenye mita za mraba zaidi ya 8,848 unapatikana katika Nepal. Mabonde na mito, misitu yenye wanyama wa kipekee inaifanya Nepal kuwa nchi ya ajabu duniani. Dini kuu ni Hindu, ambayo inachukua zaidi ya 80%. Kisha wapo wa Buddha na wachache wa dini nyingine. Nepal ni nchi pekee duniani iliyo na Hinduism kama dini kuu. Nchi hii ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Tangu mwaka 2008, Nepal ilipokea mabadiliko ya utawala, ambapo ilianza kufuata mfumo wa kidemokrasia baada ya kuondoa mfumo wa kifalme. Nepal ina rais na waziri mkuu, lakini bunge ndio lenye nguvu zaidi ya kufanya maamuzi. Taifa la Nepal linajivuna kwa utajiri ambao watalii wengi, kutokana na mazingira mazuri na ya kuvutia yenye milima na mabonde kama Everest Base Camp. Watalii wengi hupenda kupanda milima na kuenda kupumzika katika mabonde mbalimbali. Nepal inajipatia kipato kutokana na utalii, ambapo watu wengi hupenda kusafiri na kwenda kutalii katika nchi hiyo. Yapo mahekalu ya kale kama vile Pashupatinath, mahekalu ya kihistoria yanayopatikana katika nchi ya Nepal. Mbuga za wanyama kama Chitwan National Park zinapatikana. Nchi ya Nepal ni nchi pekee inayovutia sana duniani kwa mandhari yaliyokuwa ya ajabu. Nchi ya Nepal ni nchi ya watu wenye ukarimu wa hali ya juu, pamoja na kuwa watu wake ni maskini, lakini nchi hii imejaliwa kuwa na watu wenye ukarimu wa hali ya juu sana. Nepal ni nchi ambayo unapofika watu wake ni wakarimu kuliko kawaida. Nchi ya Nepal ni kati ya nchi maskini zenye watu wenye ukarimu wa hali ya juu. Hii ni moja kati ya sifa pekee ya nchi ya Nepal ambayo inaifanya Nepal endelee kuwa nchi ya kuvutia, nchi yenye mandhari mazuri, nchi yenye mazingira mazuri, na nchi ambayo watu wake wamekuwa wakiishi kwa ukarimu sana. Pamoja na uzuri wa Nepal, ukosefu wa ajira, miundombinu duni na kutegemea misaada toka nje imekuwa ni tatizo na changamoto inayoikabili Nepal. Nepal ni nchi yenye historia tajiri, mandhari ya asili ya kuvutia, mchanganyiko wa tamaduni. Ingawa taifa hili limepitia changamoto za kihistoria, za kisiasa, bado inasonga mbele kama taifa la kidemokrasia. Nepal ni nchi ambayo inavutia. Tukutane tena siku na wakati mwingine kuendelea na historia ya Nepal. Asante kwa kunifuatilia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ninakuletea makala hii si mwingine
ni David Joseph. Asante.